na karibu kwenye Extra Mile Show. Leo tunayo bahati ya kutembelewa na Edwin Maktemba. Yeye ni mwanzilishi na mmiliki wa kampuni ya Mark Group. Edwin, thank you so much for joining us today. Asante sana Richard. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Tuambie Maktemba yeye ni mtu wa aina gani kwa ufupi? Yes, Maktemba Edwin ni mtu wa kawaida, rafiki wa watu wengi, mtu ambaye anapenda kujichanganya na watu kwa ajili ya masuala ya social na ya kibiashara. Nimezaliwa Tanzania, Dar es Salaam, Ilala, Fret. Nikasoma shule ya msingi na Mapambano, then baadaye nikashift shule ya msingi Mbuyuni ambayo nilimaliza masomo yangu ya shule ya msingi, and then nikajiunga na shule ya sekondari ya Kilimanjaro Boys Rombo, ambako nilisoma kwa miaka miwili. Baadaye kukatokea tatizo la moto, so nilifukuzwa shule. Yes, nilifukuzwa shule Kilimanjaro Boys. And then nikaja Dar es Salaam, nikajiunga na shule ya FK School ambayo iko Mbezi, ambayo nilimaliza form 4. Baada ya kumaliza form 4, matokeo yangu ya form 4 hayakuwa mazuri sana, hivyo sikutaka kupoteza muda na kurisiti, sababu miaka ile watu wengi walikuwa ukishamaliza form 4 then ukakosa credit moja ambayo inakuruhusu kwenda form 5. Watu wengi walikuwa wanaamua kurudia mtihani. Mimi ile option ya kurudia mtihani kiukweli nilikataa. Nikaona kwamba kama nilifanya mtihani and then sikuweza kufanikiwa, let me move on. So nikajiunga na chuo cha biashara Dar es Salaam CBE, kwa masomo ya certificate of business administration, ambayo nilifanya vizuri, nikapata credentials za kuweza kuniruhusu kusoma diploma. Then nikasoma diploma kwa miaka miwili pale CBE, ambako nilifaulu vizuri na kupata credentials ambazo ziliniruhusu kuweza kujiunga na masomo ya degree. So baada ya CBE nikajoin chuo cha ustawi wa jamii kwa ajili ya masomo ya degree ya Human Resource Management, ambayo nilimaliza pia. So ni na background ya marketing na na background ya Human Resource Management. Okay. Yes. Nice. Baada ya kumaliza elimu yako ya juu, uliajiriwa sehemu tofauti. Yes. Kwa miaka kadhaa, Swissport, Vodacom na sehemu nyingine, lakini yes. Wakati unafanya huko umeajiriwa, ulianzisha kampuni ya Mark Auto Accessories. Yes. Ili wazo lilikuwaje? Kwa sababu inaonyesha familia yako haikuwa na ujasiriamali ndani yake. Wewe ulipata wapi wazo la kuanzisha Mark Auto Accessories? Yes. Nilivyomaliza kipindi ambacho nafanya kazi Swissport, ndio kipindi ambacho nilikuwa ninasoma chuo cha ustawi wa jamii, kwa sababu baada ya kumaliza CBE nilikuwa ninataka nifanye kazi huku ninasoma, ili niweze kupractice kile ambacho ninakisoma kwenye mazingira ya kazi. So badala ya kuopti chuo cha ustawi wa jamii kuingia full time, mimi niliopti kuingia jioni, masomo ya jioni, ambako niruhusu kuweza kufanya kazi asubuhi na kuingia darasani saa 10 jioni mpaka saa 2 usiku. So kipindi hiki ambacho niko Swissport ni kipindi kile ambacho sasa natoka kazini na kuja chuoni. Ni experience ambayo ilinijenga sana, kwa sababu yeyote yule ambaye amewahi kufanya kazi uwanja wa ndege wa Dar es Salaam anaweza akakwambia ni timetable ambayo ni tight sana. Timetable ya Jumatatu mpaka Jumapili. Timetable ambayo unaweza ukaingia kazini siku 2 mfululizo usiku, ukaingia siku 2 mfululizo mchana, ukapumzika siku moja. Very tight schedule. Very tight schedule. Lakini sasa kwa sababu una nia ya kujifunza, una nia ya kupiga hatua, unapambana nayo. So nilipambana nayo baada ya kutoka Swissport, ambako nilifanya almost kama mwaka na nusu. Nilipofanikiwa kumaliza masomo yangu ya chuo cha ustawi wa jamii, nikajiunga na Vodacom. Vodacom
ilikuwa ni experience tofauti, kwa sababu Vodacom by then ilikuwa kwenye department ya corporate accounts, corporate business ya wateja wakubwa. So ilikuwa ni nafasi ya mimi kujifunza jinsi ya kufanya kazi na professionals, kwa sababu ni department ambayo tulikuwa tunadili na top clients, top companies, top officials wa kampuni tofauti, blue chip companies. Yes. So by having that opportunity unaweza kujifunza, kuonana na watu wengi. Ndio kipindi ambacho nilimake contacts nyingi za watu, nikawafahamu watu wengi. So nilipotoka Vodacom mwaka 2012 mwishoni, ndio mwaka 2002 mwaka 2003 mwezi March ndio nikapata wazo la kuanzisha Mac Auto Accessories. 2003 mwezi March. Na wazo la kuanzisha biashara ya accessories za magari lilikuja kwa sababu mimi binafsi nilikuwa nina passion na magari. Nakumbuka gari yangu ya kwanza niliyonunua ilikuwa ni Corolla Sprinter. Kwa gari moja ya Corolla Sprinter by then. Nikikusimulia story yake utacheka sana. Kwa ufupi ni kwamba niliweza kufanya kazi fulani nikapata hela kama milioni 3 hivi, kama na laki 5. Then nikasikia kuna mtu anauza gari milioni 5. Sasa by then nikawaza kwamba yani milioni 1.5 inanifanya inanishida kumiliki gari. Sikufichi, ni kitu ambacho huwa kipo kwenye akili yangu siku zote. Nilimsumbua sana babangu mzazi. Nikamfuata baba nikamwambia, baba, hivi kwa nini usiniongezee milioni 1.5 mimi nikanunua gari? By then mzee wangu aliambia, bane, kiukweli kipindi hiki nilibana na mambo mengi sana. Sina hiyo amount ambayo naweza nikakupa. Nikamfuata mama pia. Kama mama, naomba niongezee milioni 1.5 tu, nimepungukiwa ninunue gari. Akaniambia sina hela. So unajua unapokuwa kijana na ile akili ya ujana, unawaza kwamba mzee wangu serikalini nakosa, kwa hivyo ananibania tu. So kumbe kuna kipindi kwenye maisha unaweza ukawa una hela, lakini hela ambayo ipo kwenye mipango tofauti. Huwezi kufanya maamuzi ya hapa kwa hapa. So of course nilifanikiwa, nikaweza kumiliki ile gari. Ndio passion ya magari ikaja, kwamba unajua unaponunua gari used kwa mtu, sometimes unapenda hapo uongeze kitu hiki, uiboreshe hivi, ufanye hivi. So by then maduka mengi ambayo yalikuwa yanauza accessories za magari yalikuwa yako mbali, yalikuwa yako mjini. Maeneo ya Kariakoo, maeneo ya Lumumba, maeneo ya Posta. Nikasema hivi, hawa watu wanaomiliki magari wanakaa Mikocheni, wanakaa Kinondoni, wanakaa Sinza, wanakaa Mwenge, kuna ulazima gani wa wao kuendesha magari yao mpaka mjini wakapate huduma? Kwa nini mimi nisiwaanzishie huduma Sinza? So that idea ikaja. Ilivyokuja nikasema ngoja nifanye. Ndio nika form Mac Auto Accessories mwezi Machi 2003. Mpaka leo hii naweza kusema kwamba nimeweza kukidhi na kuweza kutatua matatizo ya wale watu ambao walikuwa na magari, ambao walikuwa wameshaaminishwa kwamba huduma hizo ni lazima uende mpaka mjini au uende mpaka Kariakoo ili uweze kupata huduma hizo. Kwa basically ulitaka kufill hiyo gap ya watu, ya distance, watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kufuata huduma za accessories, ambayo ilikuwa ni mbali sana. Sahihi kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ile reaction ya watu, wateja na nini ilikuwaje? Uli struggle sana kwa sababu startups huwa zinapata shida sana kwenye kuanza. Wewe ulianzaje? Na kwa sababu you started out of passion, najua kwa hiyo ulikuwa unapenda unachokifanya. Lakini growth yake ilikuwaje? Ujasiriamali kama ilivyo neno lenyewe ni maneno mawili, ujasiri na mali. Kwenye ujasiri pale ndio ambako panapoenda pamoja kipindi cha kuanza biashara. Unajua biashara ni wazo unalolitoa kichwani, unaliweka chini
ili uweze kulitengeneza liweze kuonekana. Sawa. Mimi nilikuwa nina wazo la kutatua matatizo ya watu ya magari badala ya kwenda mjini wafanyie Sinza. Lakini by then Sinza ya mwaka 2003 haikuwa Sinza ya sasa hivi. Sinza mwaka 2003 ilikuwa ni Sinza ambayo ipo kibinafsi zaidi. Yaani ilikuwa ni eneo la makazi zaidi, sio kibiashara. So na watu walikuwa bado ile mentality kwamba duka la kuuza accessories za magari Sinza. Of course ni lazima ustruggle, kwa sababu unapo struggle ndio pale ambako ukipikia kipindi ambacho unaumiza kichwa, unaweza kushape wazo lako la kibiashara ili kuhakikisha kwamba linatoboa. Of course tulistruggle mwaka wa kwanza 2003 mpaka kwenda 2004 ulikuwa ni mwaka wa kuweza kujiestablish. Watu wa kufahamu mnaweza kitu gani, kwa nini nije kwenu nisiende sehemu nyingine, kwa nini nisiende mjini nije kwenu. So kilikuwa ni kipindi kile ambacho kwa siku nzima mnaweza mkaa mkapata mteja mmoja, mkapata wateja wawili, au siku nzima mjapata mteja kabisa. Lakini kwa sababu mjasiriamali anaamini kwenye wazo lake kwamba wazo langu hili ni wazo sahihi na nitalipambania mpaka lifikie mwisho, niliamini kwamba it's just a matter of time watu wataelewa. Wateja wale wachache ambao walikuwa wanakuja ofisini kwetu tukawa tunawapa huduma na zaidi. Mteja akija kuhudumiwa anaondoka, anaenda kuspread the news kwa rafiki zake kwamba Sinza wako Mark Auto Accessories. Sinza wako Mark Auto Accessories. Wanafanya huduma hii na hii na hii, wanafunga vitu kwenye magari, wanakupa warranty. Kwa sababu by then watu wengi walikuwa tunanunua vitu vya magari, lakini hakuna mtu yote ambaye anakupa assurance kwamba nanunua radio leo, kesho ikiungua nafanyaje. So nikajaribu kuintroduce a way ambayo utaweza kumuini mteja na kumwambia kwamba nakuuzia bidhaa na kupa warranty, na kuuzia bidhaa na kuhakikishia technical support kutoka kwa wafundi wangu free, na kuuzia bidhaa unapokuwa umekwama popote pale. Kama umefungia security alarm kwenye gari yako, umepata tatizo popote pale, tupigie simu kwa namba yetu ya hotline. Fundi atakufuata popote ulipo kwa kutumia pikipiki, atakuja kurectify tatizo, atakusort, utamlipa gharama nyingine yote ya ziada. So that way of introducing a new way of servicing kwa wateja ndio kitu ambacho kitusaidia kuweza kusogea mpaka tulipo hivi sasa. Well, kwa hiyo kwa tafsiri yako wewe, ujasiriamali ni nini? Ujasiriamali ni ile hali ambayo mtu anawaza jambo lake kichwani, ambalo amekaa nalo muda mrefu, analitoa kichwani, analiweka kwenye uhalisia. Na ile hali ya kuiweka kwenye uhalisia ndio ina involve ujasiri, kwa sababu ujasiri ni ile hali ambayo unamuuliza mtu, bane, mimi nina wazo bana la kwenda Singida, niweze kujaribu kumobilize wale wakulima wanaolima alizeti, wakishamaliza kuvuna waniletee mimi nizinunue zile alizeti. Nikishazinunua zile alizeti, nataka nianze kuziprocess pale Singida. Nikishaziprocess pale Singida, nishatengeneza ya mafuta vizuri, nitayapack. Nikishayapack vizuri, nitayatransport kuja Dar es Salaam. Nikifika Dar es Salaam, nitatengeneza mechanism ya kuweza kutengeneza soko la Dar es Salaam. Nitatengeneza marketing plan ya kuweza kuuza hiyo alizeti. Maana yake wewe mwenye ile wazo la kibiashara unaweza kushare that wazo na mtu mwingine, akwambia wewe umeona hapo bana, uweze kufanikiwa namna hiyo. Nani umeona kufanikiwa? Wewe watu wote wa Singida wale wanaolima alizeti, wewe kuna makampuni mangapi yatengeza alizeti pale Singida? Kwa nini wewe unaamini ukiuza wewe uta convince
wale watu wote ambao wanalima alizeti Singida wakuletee wewe. So ule ujasiri wa kuamini kwenye wazo lako la biashara ndio inamfanya mtu akaitwa mjasiriamali, kwa sababu ule ujasiri ndio ule ujasiri wa kuamini kwamba naanzisha biashara, watu wanasema nitafeli. Mimi nikitafakari ninachokifikiria nakiona kabisa kitu kina potential, lakini kila nikimuuliza Richard ananiambia bwana, hapo unapotea bwana, kiingiza milioni 15 kwenye hiyo biashara, kwa hiyo usinunue bajaji mbili. Ununue bajaji mbili kila siku jioni, driver anakuletea haba shilingi 15,000, shilingi 30,000. Shilingi 30,000 ukizipiga kwa wiki shilingi ngapi? So ujasiriamali, ule ujasiri wa kuweza kupambania wazo lako la kibiashara, ule ujasiri wa kuamini kwamba ninachokiamini hakiwezi kushindwa, ndio kinatengeneza ujasiriamali. So mimi kwangu ujasiriamali ni yule mtu ambaye anakuja na kitu kichwani, anakiweka chini, anakiandikia, anakitengenezea mkakati wa kuanza. Hata kama ukianza na kuanguka mara 10, wewe una faida, una msaada kuliko mtu mwingine ambaye anasema nitaanza kesho kutwa. Kwa sababu wewe uliyeanza, advantage yake ni kuwa tayari umeshaingia kwenye field, umeshakutana na real challenges, umeshajua strength zako sokoni au kwenye biashara ni zipi, weakness zako ni zipi. Jinsi unavyoendelea kuzifanyia maboresho weakness zako kwenye ujasiriamali, ndio zinakufanya you are becoming someone stronger na unapiga hatua. Sasa umeongea vizuri sana. Kuna mwandishi mmoja wa kitabu kinaitwa Tribes, Seth Godin, yeye anasema the easiest thing to do is to react. Hiyo mfano wako wa bajaji huo ni kama reaction, kwamba mtu anataka, somebody is reactive kwa maana anataka kufanya kile ambacho mwenzake ameona anafanya. Lakini the hardest thing to do, anasema, is to initiate. Ni kitu ambacho umekizungumza pia, kuanzisha kitu, wazo lako, you have a thinking in your mind, kuanzisha na kufanya kile kitu kisimame from zero to some point, ni kitu ambacho pengine kinajenga ujasiriamali. Umeanzisha Mac Auto Accessories ukiwa kama mfanyakazi bado. Lakini in the long run ukaacha kazi. You decided to quit. Why did you decide to quit the job na kuingia moja kwa moja kwenye ujasiriamali? Yes. Kama swali lako lililopita nilivyosema, ni kwamba hivi vitu vinahitaji ujasiri. Kwa mtu anayefanya kazi, mshahara ni kitu kizuri sana, lakini ni kitu ambacho tunaambiwa siku zote kwamba hakuna mshahara unaotosha. Ukiona mwajiri anayekushikilia unataka kuondoka, anakuongezea mshahara, that means you got potential, and that potential uliyokuwa nayo una uwezo wa kuitumia zaidi na kutengeneza zaidi. Kwa nini nilikuwa nafanya biashara huku nafanya kazi? Kwa sababu kufanya biashara huku nafanya kazi inakusaidia kuweza kurun the process. Unapofanya kazi kwenye makampuni makubwa, unajifunza ethics za kuweza kuhandle biashara, taratibu za kazi, handling ya biashara, the way unavyojiweka kwenye public, the way unavyoapia kwenye public, the way unavyozungumza, the way unavyoishi. Vitu vyote hivyo ndio vinamtengeneza mjasiriamali mzuri, kwa sababu unapokuwa mjasiriamali and then you want to engage na kufanya biashara na entities kubwa, large corporations,
lazima ujue ethics zao za kufanya nao kazi kabisa. Wana taratibu zao, wana the way of contact. Sio sawa na kuwasiliana na mfanyabiashara A kwa kupigiana simu na kumtumia quotation ya bei kwenye WhatsApp. Hapana. Biashara fomo ina mifumo ambayo inayotakiwa. So nililazimika kufanya kazi na kuendelea kufanya kazi ili kuweza kulearn the process na kuweza kujifunza na kuweza pia na kuweza kugenerate capital, kwa sababu tatizo moja kubwa ambalo linawakuta wafanyabiashara wengi Tanzania ni kwamba unapokuwa una wazo la kibiashara very positive, ni ngumu sana kumwelezea loan officer wa benki akakuelewa kwamba ninachokifikiria hiki kina thamani ya shilingi milioni 20 au 30. I need 30 millions ili niweze kuestablish hii biashara. Atakwambia tuandikie project plan, tuandikie proposal ya mradi wako, vitu vyote hivyo vya kuandaa vinahitaji hela. Utamtafuta consultant akuandikie that proposal na kuomba 500,000. Utamfuata consultant mwingine akuandikie hiyo proposal ya kuombea mkopo benki, atakuomba 400,000. Mind you, huyo ni mfanyabiashara startup anayeanza. Anaanzaje kuanza kugenerate hizo milioni 2 za kuofficiate hivyo vitu ili akapata? Ndio maana unaweza kuona kwamba watu wengi wa biashara ndogo wana collapse. Kwa sababu gani? Anaenda kuchukua mkopo benki wa milioni 5 au milioni 4, then anatumia almost milioni 2 au milioni 3 kuundergo procedures za kuanza biashara. Then ile milioni 5 aliyokopa benki anaishia kwenda kulipa madeni ya almost milioni 1.5 kwa mtu aliyemwandikia proposal ambayo benki aliipokea kwa ajili ya kumpa mkopo. So kiuhalisia hela anayoingiza kwenye biashara kama milioni 2. Unategemea huyo mtu akishafanya biashara baada ya miezi 3 ataweza kupata rejesho? Changamoto. So nimeamua kuacha kazi ili niweze kujiengage zaidi na hizi biashara ambazo nimeshazianzisha, ili niweze kuplay role kubwa zaidi, kwa sababu tabu moja kubwa ya biashara Tanzania ni usimamizi. You can employ someone kama caretaker, lakini the way atakapoiangalia biashara na wewe unapoangalia biashara ni tofauti. So ni maamuzi magumu unayoyachukua mtu kuamua kuacha kazi na ile notion ya kupokea kila tarehe 25 SMS inaingia kwenye simu yako, saa imeingia. So unajengea ile notion kwamba that notification ya saa kuingia kwenye account iingie kichwani kwako, ikutengenezee that mentality kwamba you need to generate that salary in another way by putting more energy, putting more concentration kwenye kazi ulizokuwa unafanya. Na kama kule ulikuwa unafanya kazi masaa 10, ongeza masaa mengine 4 on top of that iweze kufikia malengo, ili mwisho wa siku kile ambacho ulikuwa unakipata ambacho kimepotea ukipata kwenye mfumo mwingine na maisha yaweze kwenda mbele. Yes. Wow. Umezungumza vizuri. Kwa hiyo kuna kuanza kwa namna ya kusacrifice. Yes. Ukitoka kwenye biashara, ukitoka kwenye ajira kama ambavyo umefanya na ukaingia fully kwenye ujasiriamali. Umesema ni mwaka jana tu ndio umeacha ajira rasmi. Yeah. Lakini Mark Group iko na kampuni nyingine 2. Yes. Ambazo ni Mark Insurance, yes, pamoja na Mark Travel Agent. Yes. Kwa nini umeanzisha hizi kampuni? Ni kwamba kuna gap umetaka kufill, au ni kwamba tu umeongezeka, umeona hii Mark Auto Accessories ime stabilize ukaamua ngoja nianzishe kampuni nyingine? Yes.
Kitu kimoja ambacho nilijifunza, labda ni share na wewe, hii inaweza ikawa pia somo kwa watu wengine wakajifunza. Ndio. Ukitaka kufanya biashara, fanya biashara. Kila mtu anataka kufanya biashara. Fanya biashara. Lakini usifanye biashara ili upate hela. Number one mission ya kwenye biashara. Even if ukizungumza na mtu mwenye background ya finance, atakwambia the aim of business is making profit. Lakini aim ya kwanza kwenye ujasiriamali, aim kwenye kitu ambacho utakifanya ambacho una passion nacho. That passion will bring something very positive to the business. Usifocus kwenye kutengeneza hela kwanza. Focus kwenye kutatua matatizo. Mimi na biashara 3. Na accessories za magari, na insurance, na travel agency. Ukiangalia kwa wepesi unaweza usielewe kwa nini hizi biashara zinaoana. Na mteja ambaye nimeshamu-approach tangu mwaka 2003, very loyal to my brand and a Mark Auto Accessories. Huyu mteja ana gari. Kwa sababu huyu mteja ana gari, pamoja na mimi kumsave service zake za accessories za magari, anahitaji kufunga seat covers, alarm, anahitaji kufunga matairi kwenye gari. Hii gari bado inahitaji added services. Na added services ya hii gari inahitaji insurance. So nikimpa huyu mteja another service ya insurance, maana yake nazidi kumweka kwenye mwamvuli wa kuwa very much secured. Kwamba nampelekea Mark gari kwa ajili ya kuipima, then anaiwekea na insurance. Maana yake anaikava. Shughuli zote hizi, shughuli hii ya pili ya insurance ni rahisi kwa sababu huyu mteja ameshakuwa loyal to my brand. Loyal customer wangu. Ananielewa, ananiamini. Amekuwa akiniamini tangu mwaka 2003. So, Mark Insurance Agency ilianza mwaka 2004. Mwaka mmoja baadaye. Okay. Mwaka mmoja baadaye. Baada ya kuona kwamba na challenge. Nilikuwa zamani mteja akija kwangu, unajua na wateja wengi, na wateja hawa kawaida na wateja wengine hawa ambao wanachukua magari hapa bandarini, wanapeleka Kongo, wanapeleka Zambia. You may find kwamba mteja amekuja saa 12 jioni, anataka gari katiwe bima, au mtu ametoa gari hapa zinaenda Arusha au zinaenda Mwanza, zinaenda Mbeya. Saa 12 jioni ukiwapigia by then, ukiwapigia simu agency nyingi za bima maeneo ya Mwenge na Sinza wameshafunga. Ni ile mentality kwamba ofisi inafunguliwa saa 2, inafungwa saa 12 jioni. Sijui nani aishajawi kutengenezaga that timetable kwamba ofisi inafunguliwa saa 2, inafungwa saa 12 jioni. Wakati hela huwa ilali, unampigia simu mtu babane na magari 5 hapa yanahitaji bima, aambia I say I'm sorry bana, tumeshafunga ofisi. Huwezi kumtuma mtu ya kufungua, I say hapana bala mpaka asubuhi. Asubuhi mimi na wateja ambao wasafiri usiku huu na magari. So nikalazimika kufungua Mark Insurance Agency. Okay. Ili niweze kuwatatulia matatizo wateja wangu wale ambao wanahitaji bima za usiku. Ili unapokuja kwangu ushaipima gari yako, inawekewa bima, inaondoka. Component ya 3 ni Mark Travel Agency. Hii ilianza mwaka 2005. Mwaka mmoja baadaye. Huyu mteja wangu ana gari. Huyu mteja wangu nimeshamconvince nimepata insurance kwake. Lakini mteja wangu mwenye gari pia huwa safari zake za ndege anasafiri either domestic au international. Wengine wanasafiri kwenda China kufuata mizigo.
au wanauza nguo na zetu na kazetu, wengine wasafiri kwenda Uturuki. So kwa sababu huyu mtu tayari ameshamwamini Mark tangu mwaka 2003. Ndio. Kama hii service ya ticket Mark anaifanya, huyu tayari hana doubt na Mark. So nikalazimika kufungua Mark Travel Agency. Mark Travel Agency ikawa inafanya tickets za domestic na international, pamoja na kuwasaidia abiria kuweza kuprocess visa za Dubai, visa za China kwa uharaka, ili mtu aweze kusafiri kwenda China. So maana yake nia na madhumuni ni kuweza kutengeneza biashara ambazo zitaweza kuwatatulia watu matatizo. Kumbuka hata travel agency, nafikiri maeneo ya huku Sinza by then 2005, nafikiri kulikuwa kuna makampuni kama mawili. Travel agency nyingi zilikuwa ziko mjini maeneo ya Namanga kuelekea mbele. Sasa kwani Mwenge hakuna wasafiri? Sinza hakuna wasafiri? Au msafiri ambaye anakaa Tegeta lazima aende mjini? Hapana. So narudi pale ambapo nilizungumzia mwanzo kwamba unapoanzisha biashara, don't target money. Target on solving people's issues. When you solve people's issues, money will come. Automatically money will come, because unamtatulia mteja tatizo lake, atakulipa, atakuwa happy, utaendelea mbele. That's the take home. Na jina la Mark Temba limekuwa maarufu miongoni mwa wafanyabiashara hapa Dar es Salaam, naweza kusema. Unadhani ni kwa nini? Nikirudi kwenye kile ambacho nilikuambia mwanzoni. Mark Temba ni jina maarufu kwa sababu mimi nafanya biashara na existence yangu kwenye social media ni kubwa, kwa sababu na demonstrate kile ninachokifanya. Ukiniona kwenye Facebook, ukiniona kwenye Instagram, ukiniona kwenye Twitter, na demonstrate ninachokifanya. Huwa nawaambiaga watu siku zote kwamba mimi sio mwanasiasa, mimi sio mchambuzi wa soka, mimi sio mtu yoyote, mimi ni mfanyabiashara. Ukiniona kwenye mtandao, nitakuwa ninazungumzia aspect 3. Nazungumzia kuhusiana na insurance, biashara ninayoifanya, nazungumzia masuala ya travel ambayo ninafanya, au masuala ya accessories za magari. Na pia jina limekuwa maarufu kwa sababu mara nyingi huwa napenda kushare kile ninachokifikiria na watu kupitia mitandao yangu. Mara nyingi huwa na upload short videos ambazo ili kuweza kujaribu kuwa motivate vijana. Kujaribu kumfanya yule kijana ambaye yupo kwenye mtandao aamini kwamba akili yake inaweza ikawaza zaidi. Kwamba akili yake au thamani yake yeye kuwepo duniani, ni thamani yake ni kubwa sana, anaweza kufanya vitu vikubwa. So Mark Temba kama brand name ni kitu ambacho nimekuwa na kicherish na kukishika na kukiprotect, kwa maana kwamba inabeba gurudumu lote la mimi. Ndio maana kile ambacho nilikwambia before kwamba unapokuwa unafanya kazi kwenye makampuni makubwa, unajifunza vitu kubwa kwamba you need to protect your brand. You need to protect your brand name. You need to protect wewe kama wewe, ili mtu asije akawa disappointed na wewe, then ikareflect moja kwa moja mpaka kwenye biashara yako. So Mark Temba kama Mark Temba ni brand ambayo mimi binafsi ninaifanyia kazi usiku na mchana, kuamini kwamba ni brand ambayo itafika mbele, itafika juu sana, kwa sababu silali usiku kwa sababu ya Mark Group. Na kesha kwenye mitandao
kupursue wateja, kuwajibu wateja, kuinteract na wateja, kwa sababu naamini kwamba I've got potential na kila sababu ya kufanikiwa na kila nia ya kupiga hatua Sasa na kuweza kuisaidia nchi yetu kwenda kwenye uchumi wa viwanda kama viongozi wetu na waziri wetu wa viwanda Mheshimiwa Mwijage have to convince kila siku kwamba tunatakiwa kuitengeneza Tanzania ya viwanda ili kuweza sisi ambao tunajaribu kupiga hatua tuweze pia kuwashika mikono wengine kwenye safari hii, kwa sababu leo hii mimi nikiweza kufungua kiwanda ambacho labda kina mashine 5, definitely nitaajiri watu 5, watu 10. Watu 10 hao nitakaowaajiri nao watakayopata ajira, ndio Tanzania ya viwanda inavyoenda. Mark, wewe pia ni mwanzilishi au founder wa mtandao wa wafanyabiashara Business Connect. Yeah. Ulipata wazo hili wapi na kwa nini ulilianzisha? Yes. Mimi ni founder wa, naweza kusema ni forum ya kwanza ya biashara kwenye WhatsApp. Ni forum ambayo nilianzisha miaka 3 iliyopita, ambayo mpaka sasa hivi tumeweza kuwa na chapter 3, yani chapter 3 kwa maana kwamba Tanzania Business Connect 1 ambayo ina members 256 na Tanzania Business Connect 2 ambayo mpaka sasa hivi na almost member 240. Alafu kuna another Tanzania Business Connect chapter 3 ambayo imeanza sasa hivi na kama members kama 40. Nini kilinifanya nianzishe Tanzania Business Connect WhatsApp group? Mimi ni mtu ambaye napenda sana mashirikiano. Mimi ni mtu ambaye huwa nikiwa na wazo la kijasiriamali au na wazo la kazi, huwa ninapenda sana kushirikiana na watu. Mimi naamini sana kwenye efficiency. Richard, ukinipa mimi kazi nikufanyie, kama hiyo kazi haifall in my portfolio na nika-analyze ile kazi kwamba siwezi kuifanya to the point ambayo itakuimpress wewe uweze kuifurahia, mimi nitakwambia Richard, hii kazi siwezi kuifanya, but I've got a friend of mine ambaye yeye anafanya hii kitu, amemajor into this issue, naomba nikulinki kwake ufanye naye. Nikiamini kwamba mimi nikishakulinki wewe kwa huyo rafiki yangu, kimpa biashara, utafanya kazi, you be impressed, huko ambako unapeleka hiyo kazi wataifurahia, utaendelea kumpa ile biashara, na ukipata biashara ambayo ina fall into my portfolio utakuja kwangu. Kwa sababu gani? Tangu mara ya kwanza niliplay the honest way, kwamba nilikwambia ukweli kwamba hiki kitu siwezi kukifanya, kuliko nikifanye ili nipate hela yako then nikakudisappoint wewe, wewe ukaenda kule ukapata disappointments, ukaharibu reputation yako ya biashara, ukaharibu jina lako, ukaharibu watu ambao jinsi walipokuwa wanakuamini upande huo wa pili kukupa kazi. Ni bora mimi kulink to the right person. So nilipata wazo kwamba na marafiki wengi wanafanya biashara nao kwenye simu, kwa nini nisiwaunge kwenye group moja, tukaa tunaongea vitu tofauti, ili kile ambacho mimi sifanyi ni mlinki mwingine afanye, kile ambacho yule mtu afanye akajilinki mimi, kwa sababu mimi na tendency moja hata huko ambako nilikuwa ninafanya kazi, nilipokuwa ninaenda kwa ajili ya business pitch mahali, unafika mahali unamsikia mtu bana, sisi hapa bana tuna challenge na hii na hii hapa, unajua matatizo yetu makubwa, tuna challenge kubwa sana ya usalama hapa ofisini, kuna alifanya kama wizi wa vifaa vinaibiwa, na not kama okay, watu hapa ni solution ya CCTV. Maana yake they need to surveillance
zao ili wafeel kwamba hivi hali ya wizi inatokeaje, kuna note ile kitu. Unasikia pia bana, najua hapa pia tuna challenge sana. Najua sisi hapo tunafanya biashara hii ya distributions, mara nyingine unamtuma driver mahali kwenda kudeliver kitu, anakupigia simu kwamba sio amechelewa kwenye foleni. Unafikiri kwamba watu hao wanahitaji tracking device ya kuweza kumonitor movement ya fleet department yao. So vitu kama vile unapokuwa sasa unarudi unafikiri kwamba yes, Richard anadili na CCTV. Nikimlink Richard na wale jamaa ile kampuni, anaweza kuwapa solution. So mimi nimekuwa nikikamata nikicapture problems nyingi sana nikienda kwenye vikao kwa wateja. So nikitoka kule ndio nimekuwa nikishare hizo. Bani kuna sehemu nimeenda wanahitaji solution ya tracking. Kuna sehemu nimeenda wanahitaji solution ya kufanya. So nikafeel kwamba nikisha combine watu kwa group moja tutafahamiana zaidi, tutakuwa karibu zaidi. It will be very easy kuweza kulink. Na ndio maana hata ukiangalia kwenye profile ya Tanzania Business Connect, one of the aim ya that forum ni referral. Kwamba we need to give each other a referral na support ili kila mtu aweze kupiga hatua. Richard leo hii sio kila mtu anafahamu mfumo wa kuweza kuimport bidhaa ya chakula kutoka nje. Sio kila mtu anafahamu utaratibu wa kuexport mazao kutoka Tanzania kwenda nje. Ni lazima umpate mtu ambaye atakupa guidelines kwamba utaratibu uko hivi, unatoka labda TBS, kutoka TBS unaenda TFDA unaenda huku sio Wizara ya Kilimo. There are some people they knows that procedures. So tumetengeneza Tanzania Business Connect kama forum ya kuweza kuwa combine wale watu ambao ni startup wa biashara, wengine ambao wanafanya biashara, wengine ni professionals, wengine ni advocates, wengine ni watu wa imports, watu wengine watu wa clearing and forwarding, watu wengine ni wafanyabiashara, watu wengine ni wanamichezo, kuna wafanyabiashara, kuna waandishi wa habari. Kila mtu yuko mule ndani, kwa maana ya kwamba kila mtu aweze kujifunza kutoka kwa mwingine. Yule wa import atajifunza siku mtu wa export akizungumza kitu. Yule wa clearing akisikia mtu wa import anazungumzia kitu, yeye kwake ile ni lead ya biashara, atamfuata inbox, ataenda kuongea naye. Yule ana import gari akiona mark insurance wako mule ndani, atataka kukata insurance. Kuna mule ndani kuna vendors wa kuuza vyakula, kuna watu wanafanya interior decorations, kuna watu wanauza vyakula, kuna watu wanatengeneza keki. So tunajaribu kutengeneza mechanism na mfumo ule ambao kama wenzetu wa Israeli wanaotumia, kwamba Richard anapata biashara kutoka kwa Mark. Mark akipata biashara ambayo ina portfolio ya Richard, anamrudishia Richard. Richard anampa mtu mwingine, akimpa mtu mwingine, akisikia biashara ambayo Mark anafanya, Richard anamtaarifu Mark, kuna potential biashara nimeipata mahali, let's team up tufanye. Sasa mimi sifanye insurance, wewe unafanya insurance, mimi nitabidi ile biashara, nitakupa component ya insurance, mimi nitafanya hii kingine. Ule ndio mfumo huo wanaotumia wa Israeli. Ni one of the powerful systems ambao una mafanikio makubwa sana. Mfanya biashara anajua ananunua mafuta wapi, anajua service gari wapi. When it comes to generator yake bovu, anajua generator atengeneza fulani. Yule mtu wa generator, fundi generator, anajua nikihitaji tiketi ya ndege nitaenda kwa fulani. Nikihitaji kuagiza kitu China naenda kwa fulani. So mnafanya kitu kama network. Kila mtu anakuwa. Kila mtu atakuwa at a time. Kila mtu atakuwa. Lakini kitu kimoja ambacho mimi huwa kila siku na kiemphasize kwenye group ni kwamba we need to be honest to each other. Naweza kufanya, fanya.
huwezi kufanya, mwachie mtu mwingine anaweza kufanya, afanye. Kwa sababu nikimwambia Richard kwamba na uwezo wa kuprintia diaries PC 2000 nikadeliver kabla ya mwisho wa mwezi wa Januari, kweli nimpelekee Richard huo mzigo wake kabla ya mwezi wa Januari, kwa sababu ninapodelay kumpelekea Richard ile mzigo na ruin reputation ya Richard anapoteza trust kwangu. Hata kama alikuwa amepanga kuletea biashara nyingine kwangu, hata niletea, hatakuwa disappointed, atapoteza biashara aliyoipitch kwa muda mrefu akaipata. Kwa sababu tu sikuwa honest kwake na kumweleza ukweli. Jambo linawezekana, tuambiane ukweli. Jambo haliwezekani, tuambiane ukweli ili tupige hatua. Sasa umezungumza vizuri kuhusiana na Waisraeli. Basically ukienda sehemu yoyote, nchi yoyote ambayo Waisraeli wapo, mara nyingi huwezi kukuta Waisraeli ni maskini kwa sababu ya huo mfumo nadhani ambao umesema. Mark, umetumia sana na unaendelea kutumia teknolojia kama sehemu nzuri sana ya kufanya biashara yako. Pengine unawashauri nini watu wengine wafanya biashara ambao wanatumia teknolojia kwa namna tofauti? Teknolojia kwangu Richard, teknolojia kwangu ni kitu ambacho kina impact kubwa sana kwangu. Kwa maana ya kwamba dunia sasa hivi is very modern. Yaani mimi sasa hivi naweza nikaleta bidhaa mpya dukani kwangu, by the time nikimaliza kuiupload kwenye Instagram page yangu, mtu aliyeko Arusha anipigia simu, Mark, nimeiona hiyo low profile speaker ni mpya, ni shilingi ngapi? Unampa bei, unamwelezea inafanya kazi, akamwambia sawa, na kutumia pesa kwenye Tigo Pesa au M-Pesa. Anakutumia pesa, unachukua mzigo wake, unaufunga, unaenda kusafirisha kwa jamaa mabasi au wale wa Kilimanjaro au Express. Anaupata mzigo wake mkoani. So kwangu teknolojia kwa mfumo ambao tunaenda nao ina nafasi kubwa sana. Mimi 75% to 85% ya wateja wangu nawapata ni sales ambazo nazigenerate via online, ni sales zinazozipata kwenye social network, talking about Instagram, Facebook na WhatsApp. Mimi utashangaa Richard, mimi nina simu 3 na iPad moja, lakini huwa nawaambiaga tu siku zote sijilaumu kuwa na simu 3 au kuzinunulia bundles simu 3 kwa sababu kila simu moja inanilipa. Kila bundle ninunua kuwekea kwenye simu it pays me. Kwa sababu natumia mtandao kama sehemu ya teknolojia na kwangu mimi ina ufanisi. Nikwambia kitu kimoja. Unaweza mwanasiasa akiwa kwenye mtandao, yeye anauza sera zake za siasa. Anayeuza rafiki yangu anayeuza juice, Makoe, Mark Juice. Mark Juice hawezi kutoka kwenye mtandao akaenda kuwaambia labda kuhusiana na watu, jamaa unajua kuna jinsi mpya imetoka. Jinsi mpya imetoka sio line yake ya biashara. Mtu atamsikiliza, lakini jinsi mpya imetoka, siende kuwasikiliza designers, nimsikilize Mark Juice. So we need to go to the social media with impact. We need to go to the social media portray kile tunachokifanya. Nenda kwenye media, demonstrate tunachokifanya. Leo hii mtu ananifahamu mimi Maktemba, ananifahamu mimi kwa sababu ani associate na accessories za magari, na insurance na travel agency. Ani associate mimi kwamba bani na jamaa bali kutana naye bana, gari yake dashboard yake imepasuka bana. Nikamlink kwa Maktemba kaenda akamrekebishia. So unajaribu kutengeneza brand sokoni ambayo mtu anafeel kwamba
nikihitaji kitu, that guy atanipa solution. So mi kwangu Richard, social network ina nafasi kubwa sana, na ndio maana mimi huwa naambiaga watu kwamba naweza nikawa busy sana, lakini kama anavyosemaga one of my role model Clive Masiyiwa wa Econet, anasemaga kwamba of course you are supposed to be busy, lakini you need to find some time to interact na watu, kwa sababu wale watu ambao una interact nao ni watu ambao wana interest na wewe. You can get a very good feedback ukiwa una interact na watu kwenye mitandao. Of course sometimes feedbacks can be negative. Lakini mimi Richard utashangaa. Naweza nikakutana na comment 40 kwenye page yangu za kunisifia. Alafu nikakutana na comments 2 za watu ambao they are coming to me negative, wananishambulia. Mimi nikaenda kuzichukua zile 2 na kuzifanyia kazi. Kwa nini huyu mtu ameandika negative on us? Kuna sababu. You need to go deep on that. Kwa sababu ukiweza kutatua challenges za wale wateja wawili watatana kuwa 20, kuwa 200, kuwa 400, kuwa 1000. Very true. Usidiscourage mtu ambaye anakukosoa. Anakukosoa ana sababu. Anayekusifia mwambie asante. Anayekukosoa pia mwambie asante, kwa sababu anakukosoa kwa sababu ametumia muda na akili kukustadi. Kwa sababu ametumia muda na akili kukustadi, wewe nenda chukua ile output ambayo yeye amekupa, kaifanyie kazi. Kama ina msaada sawa, kama haina msaada usimuonyeshe kwamba study aliyoifanya yeye kwako is a wastage of time. Hapana. Mshukuru, mwambie asante, tutaifanyia kazi. Sasa. Yeah. Well, kuna vijana wengi wako vyuoni, ambao wengine wako vyuoni, wengine wako mtaani na wako na ndoto za kufanya ujasiriamali. Mwingine hana ndoto, lakini anaweza kuwa motivated kuona kuna kitu fulani anataka kufanya. Wewe unataka kuambia nini vijana ambao wako vyuoni sasa hivi? Kwa vijana walioko vyuoni, unajua ni jambo moja, siku moja kaka yangu Zito Kabwe aliwahi kuzungumzaga jambo moja, akasema hili tatizo la vijana kukosa ajira ni bomu ambalo watu wanashindwa kuliangalia kwenye sura mwafaka, lakini ni bomu ambalo tunakuelekea itakuwa kuwa tatizo. Kila mwaka tunaona watu wana graduate kwenye vyuo. UDOM ni chuo kikubwa kuliko vyuo vyote Tanzania. Kwa mwaka wana graduate watu wasiopungua 15,000 kama sikosei. 15,000 na ziada. Okay, let's assume basi UDOM anatoa watu 5,000. UD anatoa watu 2,000. St. Joseph anatoa watu 1,000. Tumaini anatoa watu 2,000. Kwa mwaka mzima, fuatilia kwenye taasisi za ajira. Ukisikia TRA mtangaza nafasi za kazi, nafasi 15. Ukisikia LPF mtangaza nafasi za kazi, nafasi 10. Wale watu wengine wanaenda wapi? Tuna kila sababu ya kuweza kuwaempower vijana na kuwatengenezea mentality kwamba utapata degree yako unayosomea, degree za administration au sio political science au nini, lakini jiandae kuingia mtaani ukajiajiri. That mentality ya kusema kwamba sasa namaliza chuo mwezi wa 6, nitaprint CV yangu kwenye bahasha na kuanza kudistribute kwenye maofisi tofauti. Haipo. Serikali kama serikali
inatakiwa iplay role yake, role ya kuweza kuwasaidia watoto hawa, wanafunzi hawa wenye nia thabiti kuingia kwenye ujasiriamali waweze kurahisishiwa mifumo ya kukopesheka kupitia mabenki na baadhi ya taasisi. Mimi nilitegemea benki za serikali, benki ambazo serikali ina nafasi yake, benki kama TIB, benki hizi za benki mpya ilianzisha benki ya wakulima, si benki ya kilimo. Hizo ndio zingekuwa zile benki ambazo zina mifumo rahisi, kwa sababu mwanafunzi huyu ni mwanafunzi uliyemkopesha wewe mkopo, ametoka chuo, amekosa ajira, anataka aingie kwenye private sector. Unamwambia alete mchanganuo wa biashara, alete sijui uzoefu wa biashara wa miaka 2, miaka 3, anautoa wapi? Benki hizi zingekuja na mfumo sahihi wa kuwakopesha hawa vijana, tungeweza kutengeneza taifa bora la vijana wanaojiajiri kwa mtaji waliokopa, wakafanya biashara, wakarudisha mikopo yao, wakalipa kodi, taasisi nyingine zikapata hela zao kupitia kwenye leseni, TFDA wakapata hela zao kwenye leseni, manispaa wakapata hela zao kwenye leseni, kwenye city levies na kila kitu. Kwa sababu mfumo ukishakuwa mgumu kuruhusu watu wapya kuingia, hata taasisi zingine hazitapata mapato yao. So tuna kila sababu ya kuwajengea mfumo vijana wetu wakaamini kwamba namaliza chuo lakini sina kazi. Naenda mtaani, natakiwa niende kujiajiri. So akishatengeneza mentality hiyo, that mentality it has to be supported na mifumo ya nchi, kwa sababu unapoenda kumkopesha kijana mkopo wa shilingi milioni 5 kwa riba ya 25% au 28%, maana yake aenda kulipa milioni 5 na riba ya almost milioni 3, hujamsaidia. Ukimkopesha milioni 5 ukamwekea riba hata kama milioni, huyu mtu utamsaidia. Ndio maana mtu anakopa leo, anashindwa kurudisha marejesho, baada ya miezi 6 ana collapse, anaacha. Lakini mtu anayeacha biashara, hasara ni kwa watu wengi sana. Unajua hasara ni kwa TRA, hasara ni kwa manispaa kwenye kodi, hasara ni kwa yule mtu aliyomwajiri, hata kama ni muuzaji, ni hasara kwa wafanyabiashara wenye maeneo ya kukodisha, ni hasara kwa yeye mwenyewe aliyeinvest hela yake na wazo lake na akili yake, biashara ika collapse. So serikali kama serikali ikiweza kuwasaidia hawa wajasiriamali, hii mifumo itaweza kuwa-attract wanafunzi wanaomaliza vyuo, atakopa. Mtu ametoka UD, amepata knowledge, ataenda kijijini kwao Rukwa, atakopa, ataenda SIDO, atapata mashine, ataenda kuanzisha small factory nyumbani kwao, ataanza kujiestablish, baadaye biashara yake itakuwa, atajiongeza, ataanza kulipa kodi, akaanza kulipa kodi, serikali itapata kodi, serikali itapata kodi, ataajiri ndugu zake wa karibu na majirani, ndio ajira zenyewe. Sasa amka saa ngapi kila siku na kitu gani na unaanzaje siku yako? Mimi huwa naamka almost saa 11:30, kwa sababu moja kati ya majukumu ambayo nimejipangia mimi binafsi ni kwamba nikiamka asubuhi nadhani naandaa watoto kwa ajili ya kwenda shule. Mimi personally naandaa watoto kwa ajili ya kuwapeleka shule, na mimi ndio nawapeleka shule. So siku yangu inaanzaga kwa kuwapeleka watoto wangu shule, and then nafika ofisini by saa 1:30 na kuangalia schedule yangu ya siku imekaaje, na vikao saa ngapi, nakutana na nani saa ngapi, ili kuweza kupanga siku yangu. Kama nimeelewa vizuri, maana yake lazima tufanye kuwawezesha vijana ambao wanatoka vyuoni. Ndio. Serikali na watu binafsi wajitahidi kufanya uwezekano wa kuwapusha hawa ili waweze kufanya vile ambavyo wanatamani kuvifanya. Sahihi kabisa.
Sawa. Mark Temba, nashukuru sana kukutana na wewe, nafurahi kwa kutembelea leo. Asante sana Richard, nashukuru sana watu wa Extra Mile. Initiative ni nzuri sana. Na vitu kama hivi ndio huwa tunavihitaji zaidi ili watu waweze kukaa na kujifunza, waweze kuelewa hivi sasa mtu wa siku anapoingia kwenye ujasiriamali anaingia akiwa ameshapata picha kamili ya kitu gani anaenda kukutana nacho mbele. Sawa. Nashukuru sana na karibu sana kwenye Extra Mile wakati mwingine. Asante na karibu. Haya.